Hawa ni wale ambao unakuta wamevaa t-shirt za kampuni mojawapo ya simu, wanasajili laini. Kwa hawa mabwana walifika Kaliua, wamevaa t-shirt za kampuni ya Yas, zamani Tigo, wanasajili laini. Wakamwambia huyu mama, sogea hapo uonekane hapo. Yeye mama huyu ni mjane. Ulifiwa na mume wako lini? Mwaka jana. Alifiwa na mume wake mwaka jana. Mume wake alikuwa anafanya katika kazi kampuni za mafuta. Alimwachia hela, lakini mpaka hawa na mtapeli alikuwa na milioni 40 kwenye akaunti yake ya NMB. Ana duka la vitambaa pale Kaliua mjini. Sasa walichokifanya, walipofika dukani wakamwambia, tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia, toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akisema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa wameisha hizo zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile laini yake wakaichomoa, wakaweka laini nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walipoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe laini waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake. Kilichomshtua akaona 1,90,000 kama inatoka, haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka. Alipoenda benki, anaambiwa benki, hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu hawa majamaa. Yeye na mke wake anamlea yule baba kwa hela za utapeli. Huyu mama hana mume, abaki hivyo na watoto wanasomesha. Kwa niendelee kukupongeza RPC. Kikweli lazima niwe na wapongeza. Tunaendelea kuwapongeza na tuna intelligence nzuri sana. Huyu jamaa makachero wetu wamemkamatia Babati. Tukasema mumrudishe. Lazima mtoe hela ya watu, ndio mtoke hapa Tabora. Kwa mtakaa hapa, mwende mchange, mwambie ndugu zenu na kamera ziwaone ndugu zenu, wewe Freddy na mwenzio Messi, mlipe hela ya watu ndio muondoke. Unanielewa? Mimi nilifikiri unasema labda sio mimi au sijui. Mama amekuja, amewatambua. Waliokuja nani na nani? Hawa ndio walikuja. Mama tumemuita, amekuja, amewatambua kwamba ni kweli waliokuwa wamenibia, waliokuwa wamenitapeli ni hawa. Na wao wanakiri kwamba kweli walifika na wakamtapeli, wakamfanyia ulaghai huo, hela wakachukua, wakaondoka. Wana gari moja, anasema alafu angalia milioni 40 ndani ya hizo wiki moja mbili, hana hata shilingi. Nyenyua sura uonekane. Hata shilingi hana. Anakaa baa kuanzia asubuhi mpaka kesho kutwa. Akimaliza anarudi kwenye utapeli. Leo anatuambia hapa, anaambia RPC, nipo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Manake tumwachie hapa katapeli mwingine aje kulipa. Waambie ndugu zako walete hela, ulipe hela ya watu. Si ndivyo unavyosema? Anasema yupo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Anajua anapoipata. Na biashara gani hana? Unaitoa wapi? Anasema najua mwenyewe. Kwa jamani, naombeni muwe makini. Tapeli sio kampuni ya simu. Tapeli ni huyu, ni Fred. Ila ametumia jina la kampuni ya simu, na wao wenyewe nyuma hapo pia alikuwa ni mwajiri wa kampuni ya Yas.
kwa ajili ya uwakala ule wa kusajili line, na wanamtambua. Tunaelewana jamani? Kwa bwana, wewe dalali alipopata hizo milioni 40 inavyoonekana amenunua gari moja, na aliyemdalalia yule pale naye tumemkamata. Wakawa wanasafiri kutoka Dodoma siji kwenda Katavi, siji ndio ni utapeli, mjomba wake, wote tumewakamata. Wanajua hii ni syndicate tu, hakuna asichokijua, na yule mama anajua kila kitu. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumrudisha hela yake. Ndani ya mwezi mmoja? Mwezi mmoja tutakuwa tumrudisha hela yake. Kwani mmeipeleka wapi? Hela yake yenyewe tumetapeliwa hata sisi. Labda tuambie ni mbinu zipi ambazo mlizitumia nyewe kwa kufanya mpaka kufanikisha utapeli ambao mmefanya kwa ule mama? Sisi tulimfuata tu kwamba tunataka tumsajilie tu laini, baadaye tukamwambia weke namba ya siri yake, akaweka pale, basi tukawa tumemaliza tukaondoka. Mliweza vipi kutoa fedha kutoka benki kuja kwenye lipa namba? Tumehamisha kupitia kawaida, kama mtu anavyolipa tu kawaida. Kazi hii kwani umefanya kwa muda gani hapa mkoani Tabora na maeneo mengine? Hapana, mimi ni muda mfupi nimefanya hiyo kazi. Labda ni nyinyi wenyewe ama kuna mtandao watu wengine ambao mnashirikiana nao kufanikiwa, ambao wanawasaidia kufanikisha kuhamisha hizo fedha? Hapana, ni sisi wenyewe. Na ujuzi huu wa wizi nyinyi mlitoa wapi? Kuna mtu yani aliyetufundisha sasa hivi hayupo Tanzania, yuko Kenya. Kwa mlifundishwa na nani? Yupo Kenya sasa hivi. Ilikuwaje mpaka akawaona nyinyi mnafaa kufundishwa wizi? Alikuwa ni kiongozi wetu. Yaani upande wangu alikuwa ni kiongozi wangu wakati tunafanya kazi Tigo Dodoma. Wakati tunafanya kazi Tigo Dodoma. Kwa nini? Unafanya kazi kwa nini? Tigo Dodoma. Kwa alikuwa ni mtumishi wa Yas kama? Alikuwa ni mtumishi wa Yas.